Tukisonga mbele ni kwamba Kanisa Katoliki pamoja na wadau wa elimu katika kaunti ya Kajiado wametoa wito kwa taasisi za masomo kuimarisha malezi ya kidini na maadili kwa wanafunzi ili kurejesha nidhamu na maadili shuleni. Wakati wa matembezi yaliyoandaliwa na chama cha wanafunzi wa Kristo huko Kajiado, viongozi hao walihusisha ongezeko la uhuni, utovu wa nidhamu na ulanguzi wa dawa za kulevya miongoni mwa vijana na kudorora kwa maadili ya kidini katika jamii. Walisisitiza umuhimu wa maisha ya watoto na vijana kuongozwa na misingi thabiti ya imani. Tunapowaelekeza katika maishani mwao, wanabadilisha kuwa watu wabaya, wanakuwa watu wazuri. Hasa wale ambao wanavuta bangi, tunakuwa formed wakuwa watu wazuri. Wale ambao wanakuwa wezi, wakuwe formed wakuwa watu wazuri. Wale ambao wanaleta shida mashule, kama siku hizi tunaona kwamba wengi wao wanafikiri wakisoma shule masomo yanaisha na maisha yanakuwa rahisi. Lakini si hivyo. Tunapoongea na hao kama baba na mama kiroho, wanapenduka, wanakuwa watu wazuri. Wazazi wengi hata wao wameacha mambo ya kufuata Mungu, wanatafuta shilingi. So in the process unapata ya kwamba watoto wameterekeswa, watoto wanakaa upweke na wanaanza kukimbizana mambo ya dunia. Tusipowalea katika imani, ndio maana tunapata kwamba hata viongozi wetu wanapotoka kimaadili, kwa sababu hawa vijana ambao tuko na wao wakati huu ndio watakao kuwa viongozi wa baadaye. Hivyo basi ni vizuri tuanze kuwalea kimaadili.